Wakati Marekani anashambulia Irani, alizani lilikuwa jambo jepesi tu, lakini sasa anakutana na ugumu, na hii yote ni kwa sababu ya mbinu anazotumia Irani katika mapambano hayo. Makala hii inaeleza mbinu anazotumia Irani katika vita hivi. Irani inatumia mbinu nyingi. Mojawapo ya mbinu ambazo zinamfanya Irani aendelee kuwa hapa alipo, aendelee kuwa hivi tunavyomuona. Mbinu ya kwanza anayotumia ni matumizi ya vikundi jirani. Kwa mfano kikundi cha Hezbollah, anashirikiana nacho katika kushambulia maeneo ambayo Marekani ana masilahi, hususan katika nchi za Kiarabu. Lakini mbinu nyingine, Irani anatumia silaha zenye maangamizi ya hali ya juu, lakini zilizotengenezwa kwa gharama ndogo na zimetengenezwa hapo hapo Irani. Kwa mfano Irani anatumia makombora ya Shahid 136 ambayo ameyatengeneza mwenyewe. Kwa hiyo utamuona Irani anashambulia, lakini anashambulia kwa gharama ndogo kwa sababu makombora yake ameyatengeneza mwenyewe, lakini ametumia gharama ndogo sana katika kuyatengeneza, tofauti na Marekani ambaye silaha zake ni za gharama kubwa. Lakini Iran ana miji ya chini. Hii ni njia nyingine inayomfanya aendelee. Katika miji ya chini ameficha silaha, ameficha makombora, ameficha kila kitu cha muhimu chini. Sasa Marekani yeye anachofanya, anashambulia miji ile, anashambulia maeneo ya kambi za kijeshi, anashambulia maghala ya silaha, lakini lazima ukweli ufahamike kwamba Irani asilimia kubwa ya silaha ameweka chini, ziko katika miji ya chini. Kwa hiyo hii ni njia ambayo inafanya Irani asirike kwa kiwango kikubwa katika mashambulizi haya ambayo yanafanyika. Lakini njia nyingine ambayo inamfanya Irani anaendelea kuwepo mpaka leo hii ni yeye kutishia kufunga mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ni kitu gani? Ni njia ya bahari ambayo inaruhusu upitaji wa zaidi ya 20% ya meli za mafuta zinazosambaza mafuta duniani kote. 20% ya mafuta ama 20% ya meli za mafuta zinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa Irani amekuwa akitishia kufunga mlango bahari wa Hormuz, na Trump amesikika akisema kwamba endapo Irani atafunga mlango bahari wa Hormuz, basi Marekani itashambulia mara 20 zaidi ya inavyofanya sasa. Sasa eneo hili la Hormuz ni eneo la kimkakati sana, kwa sababu meli za mafuta zinapita hapa. Sasa Irani anatishia, bado hajafunga, anatishia, na tulishuhudia meli 3 zikishambuliwa. Meli 3 zililipuliwa, lakini pia Marekani naye aliharibu meli za kivita za Irani katika eneo hilo, aliharibu meli 6. Sasa Irani akifanikiwa kufunga mlango bahari wa Hormuz, kutakuwa na ongezeko kubwa la mafuta, na Irani alisema mafuta yanaweza yakaongezeka kwa kipimo kinachotumika mpaka kufika $200. Lakini shirika la dharura la mafuta duniani lilisema litasuluhisha hilo kwa kuachia mamilioni ya lita za dharura ili kuweza kubalance. Lakini ni ukweli kwamba tayari bei ya mafuta imeshaanza kupanda. Sasa Irani anatumia mlango bahari wa Hormuz kama karata ya kuwatisha Marekani na washirika wake wasiwe wafikiri mara mbili katika mashambulizi ambayo wanayafanya, kwa sababu Irani anaweza akaharibu
ama akazuia njia hii na kuleta maafa makubwa kabisa duniani. Endapo mlango bahari wa Hormuz ukiweza kufungwa, basi bei ya mafuta itapanda kwa kiwango kikubwa sana, pengine ambavyo dunia haijawahi kushuhudia. Lakini Irani wanatumia mbinu ya kudukua mawasiliano ya adui na kuyazuia, wakati mwingine kwa kutumia teknolojia ya kompyuta tu bila kuhitaji kulipua. Marekani anapotaka kuzuia mawasiliano ya adui, mara nyingi analipua zile kambi za mawasiliano kwa anatumia gharama. Lakini Irani wanatumia teknolojia yao ya udukuzi kwa kuingilia mawasiliano, kuzuia mawasiliano, tunaita jamming na vitu vingi sana ambavyo wanakuwa wakitumia, hii yote ikiwa ni kwa kutumia teknolojia tu. Sasa tuko tunajibu swali, tunaeleza mbinu 4 ama mbinu kadhaa. Mbinu ni zaidi ya mbinu 4. Hizi ni mbinu 5 za hatari kabisa ambazo anatumia Irani kupambana na Marekani, ambapo watu wengi walidhani kwamba Marekani akishirikiana na Israeli ingekuwa ni jambo dogo tu, lilikuwa ni jambo la mara moja tu, Irani angekuwa tayari amekwisha garagazwa, serikali ingekuwa tayari imekwisha pinduliwa. Lakini tofauti na mawazo ya wengi, tofauti na wengi jinsi ambavyo walitarajia, Irani bado anaendelea kupambana. Irani bado hajashusha silaha. Lakini pia tishio kubwa ambalo sasa Irani anakwenda kukumbana nalo, pamoja na kwamba Irani amepigana vizuri na ameenda vizuri, Irani anakumbana na tishio la Wakurdi. Hicho ndio kikosi ambacho pengine kinaweza kikamzoofisha zaidi Irani, kwa sababu katika hivi vita vya kulipuana makombora Irani bado anaonekana kwenda vizuri. Sasa Wakurdi ni watu ambao walikuwa Irani. Irani ilipofanya mapinduzi, Wakurdi waliondoka, wengine wako Iraki, wengine wako Irani hapo hapo, lakini ni kikundi ambacho hakiungi mkono mapinduzi ya Irani ama hakitambui serikali ya Irani ya mapinduzi hiyo iliyofanyika. Kwa sababu hii serikali unayoiona ya Irani, serikali ambayo ni ya mapinduzi, walipindua. Sasa kuna tetesi zinasema kwamba ni tetesi kwamba Marekani anajipanga kuwapa silaha Wakurdi. Wakurdi wanataka wapewe silaha, na Marekani alipinga jambo hili kwamba Marekani hajawapa silaha Wakurdi. Lakini kuna tetesi kwamba Marekani anapanga kuwatumia Wakurdi, na Wakurdi wenyewe wameomba kwamba wanatamani waweze kuingia Irani kwa ajili ya kupigana. Sasa waingia, kwa sababu katika vita hivi ni makombora tu yanarushwa, bado hakuna askari wa miguu ambaye ameingia ndani ardhi ya Irani kwa ajili ya kushambulia ama kwa ajili ya kupigana. Sasa Wakurdi wao wanachokisubiri mpaka sasa ni Marekani aweze kudhibiti anga lote. Unapokwenda vitani ukiwa hudhibiti anga, kwa vita hivi vya kisasa hivi vya sasa hivi, vita vya zama hivi, unapoingia vitani ukiwa humiliki anga, maana yake unakwenda kufa, utalipuliwa, kwa sababu utaonekana. Utajificha wapi kama anga huna? Kwa hiyo Kurdi wanasubiri Marekani adhibiti anga lote, kama ilivyotokea Libya wakati wa Gaddafi. NATO walidhibiti anga lote, kwa hiyo Gaddafi ikawa ngumu kwake kuweza kupambana. Kwa hiyo wanasubiri udhibiti wa anga ukamilike, halafu Wakurdi waweze kuingia kujaribu kufanya mapinduzi katika nchi ya Irani. Lakini mpaka sasa Irani amepambana vizuri sana na amekwenda vyema.